Moja kati ya wasanii kutokea katika muziki wa Bongo Flava, hususan katika muziki wa hip hop, Faridi Kubanda aliwahi kusema kwamba ustaa ni mzigo wa mwiba, so ukiubeba jiandae kuumia. Na tumekuwa tukisikia ama tukishuhudia story mbalimbali pale ambapo mastaa wanapokuwa kwenye peak, wamekuwa wakiandamwa na swala zima la kesi za unyanyasaji wa kijinsia. Sijafuatilia sana kuhusiana na sheria hii jinsi ilivyokaa, lakini ni moja kati ya sheria ama kati ya mitego ambayo mastaa wengi sana wamejikuta wakianguka katika mtego huo. Hata ukirudi nyuma, miaka nyuma kabisa, enza kina Tupac, lakini pia na wasanii wengine. Tupac aliwahi kwenda gerezani kwa kosa la unyanyasaji wa kijinsia, na story ikiwa ni kwamba amebaka, though yeye katika maisha yake mpaka anaondoka katika ulimwengu huu hakuwahi kukubali. Lakini pia wasanii wengine wengi tu katika genre tofauti za music wamekuwa wakikabiliwa na mashtaka hayo ya ubakaji. Sijui hivi vitu vinaenda vipi, lakini I don't know why mastaa wengi wamejikuta hapo. So mwigizaji wa Korea Kusini Oh Yang-sun, ambaye amejizolea maarufu kupitia filamu ya Squid Game, moja kati ya filamu ambayo imefanya vizuri kwa miaka hivi karibuni, lakini pia imeweza kuchukua attention kubwa na watu wengi waliweza kuifuatilia, amehukumiwa kwenda jela mwaka mmoja. Na bado fahamu kwamba mzee huyu ana umri wa miaka 80 na amekutwa na hatia ya unyanyasaji wa kingono kwa kulazimisha kufanya mapenzi na mwanamke mmoja katika nyakati mbili tofauti katika mwaka wa 2017. Mzee huyo alipewa hukumu ya miezi 8, lakini baadaye ilimuongezea hadi mwaka mmoja baada ya kukata rufaa. Hata hivyo bado anaendelea kukanusha mashtaka hayo na amekata rufaa tena, na kesi itasikilizwa mara ya mwisho June 3 mwaka huu 2025. Lakini ziko story ambazo zimekuwa zikitapakaa ama zikizungumzwa na watu wengi wakisema kwamba game yoyote ya burudani ama kiwanda chochote cha burudani katika swala zima la music pamoja na film limekuwa na vitu vingi sana ambavyo vipo nyuma pazia na watu wengi wamekuwa hawaoni. Watu wengi wanadai pale ambapo unaposikia mtu fulani ama mtu maarufu amekutwa na kesi kama hii ya ubakaji ama vitu vingine kama hivyo, mara nyingi inakuwa ni mchezo ambao umechezwa na watu ambao wanataka mtu fulani aingie kwenye matatizo. Kwa hiyo kuna asilimia nyingi sana za kesi hizi zisiwe ni kesi ambazo zinauhalisia, isipokuwa ni kesi ambazo huwa zinatengenezwa na mtu anabambikizwa na mwisho siku anajikuta anaingia katika matatizo na kuishia kwenda jela na vitu vingine kama hivyo. Let me know mtazamo wako kupitia comment section, drop your comment hapo, itakuwa ni kizazi kabisa. Hapa ni News Update Media. Mimi naitwa Good Eyes.